Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi Profesa Kashaga Muungwana, niko na ndugu yangu bwana nani? Naitwa Tabibu Msomanga ama CO Msomanga. Leo tunapenda kuzungumzia kero sugu inawasumbua wababa na wakina mama: vitambi, nyama uzembe, ongezeko la uzito, matumbo. Unajua kuna tumbo na kitambi tofauti. Tumbo kila binadamu analo, lakini pia kuna ile tumbo linakuwa kama linataka kuliko kitambi fulani hivi, lakini sio kitambi. Pia kuna manyama uzembe ya mbavuni, kuna na uzito kupita kiasi, pia kuna unene wa mwili. Hivi vitu vingi kwa kipindi hicho watu wengi hawavipendelei. Unene uliopitiliza, unene kupita kiasi. Na haya mambo yanapelekea mpaka wanawake wanapoteza shepu. Ule muonekano unaondoka. Hata wanaume pia hivi mwanaume tunasema naye anapoteza shepu, anapoteza muonekano. Mwanaume anakuwa ana shepu, ana shepu, waeleweki, ana muonekano. Naye anapoteza muonekano. Kwa mwanaume anapoteza muonekano, ila kwa mwanamke anapoteza shepu. Anapoteza shepu. Japokuwa shepu ni Kiingereza, Kiswahili chake ndio muonekano. Lakini kwa Kiingereza tutumie kwa mwanamke kama wanapenda wanawake wenyewe, lakini kwa Kiswahili tutumie kwa. Lakini kwa sababu tuko na tabibu hapa ni Msomanga na anasema ni bingwa masuala haya, kwanza atuambie nini chanzo cha ongezeko la mwili, nini chanzo cha kitambi. Hivi vitu vinafungamana. Maana mtu anapokuwa na ongezeko la mwili anakuwa na kitambi, ana tumbo na nyama uzembe. Hebu tupe mdadavuo mpana, watu waelewe imekuwaje wamejikuta huko walipo ambao hawajitarajia. Kwanza kabisa tunapoongelea kitambi tunazungumzia kwamba ni mafuta, obviously ni mafuta. Kwa hiyo haya mafuta yanatokana na nini? Haya mafuta yanaenda wapi? Haya mafuta ni mtu ambayo anaingiza kwa njia ya kula kama kawaida, consumption ya chakula kingi, aidha cha carbohydrate, vyakula vya nishati. Kwa hiyo vinapelekea mtu anakuwa anaingiza nishati nyingi ambayo haipo sawa, haibalance na consumption ama matumizi ambayo ya ile tunasema mwili wake. Kunakuta mtu anakula vyakula vingi vya carbohydrate, anaongeza calories nyingi kwenye mwili wake, lakini unagundua kwamba yeye ufanisi kazi wake wa kazi unakuwa ni mdogo, kwamba mwili wake unataka energy ndogo, lakini yeye anatumia energy kubwa. Kwa hiyo inakuta vile vitu vinaenda kwenda kuwa deposited, kwenda kuhifadhiwa katika sehemu mbalimbali za mwili, kama vile kwenye ngozi ama around organs, kama kuzunguka organs za mwili muhimu kama vile mapafu, maini, tunazungumzia kama vile livers, tunazungumzia kama vile kidneys. Kwa hiyo unakuta mtu anakuwa anajiongezea matatizo. Kwa hiyo tunaangalia haya mafuta. Basi haya mafuta kitambi, je, ongezeko la unene kwa mtu? Kuna watu wembamba, naulizwa maswali tofauti. Kuna watu mbona wembamba wanakula sana? Nishapata taarifa Profesa Kashaga, kuna mtu anamaliza kidogo cha wali na maharage, lakini ukimwangalia mwili wake mbona anenepi, mbona ongezeki? Unakuja kugundua kwamba tunatofautiana katika consumption, katika matumizi, katika utumiaji wa ile energy ambayo tunaingiza katika mwili. Kwa hiyo madhara ya mafuta katika mwili wa binadamu, unajua mafuta si kitu kizuri, ani kitu kibaya kwa sababu kina side effects kubwa sana katika mwili wa binadamu. Kinaongeza matatizo, kinapunguza ufanisi mzuri wa mwili. Ya madhara ambayo yanaweza yakatokana na mafuta kuongezeka kwa wingi mwilini, tunazungumzia kama high blood pressure. Hii ni pressure ya kupanda. Pressure ya kupanda, Profesa Kashaga, ninamaanisha kwamba mafuta yanakuwa yana deposit katika zile vessels kubwa za mwili ambazo zinasaidia kupeleka damu kutoa kwenye moyo kupeleka sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo unakuta kuna kitu kinaitwa atherosclerosis kinatokea katika zile arteries, kwamba mafuta yanajizungusha katika zile tube. Kwa hiyo kama tunavyojua mpira wa bomba la maji la kawaida, ukiuminya unaona maji yanavyotoka, yanavyokuwa ukipunguza dimensions. Kwa hiyo unakuta maji yanatoka kwa kasi. Kwa hiyo na vile mwili wa binadamu unakuwa unafanya adaptation kama hiyo. Ile mishipa inapokuwa narrowing, imekuwa imepungua zaidi katika diameter, katika ukubwa. Kwa hiyo inapelekea mtu anapata high blood pressure. Pia tunazungumzia kama kisukari. Tunazungumzia kisukari katika nyanja ipi? Tunazungumzia kwamba huyu mtu anapata consumption kubwa ya vyakula ambavyo vinaongeza energy katika mwili. Kwa hiyo vyakula vinavyoongeza energy katika mwili, tunagundua kwamba mwili wetu una katika digestion system, katika
katika digestion system, chakula kinabidi kiwe kimebadilishwa katika simplest form, katika tunasema njia rahisi zaidi ambayo mwili unaweza ukautilize. Kwa hiyo njia nyepesi zaidi ambayo mwili unaweza ukautilize tunaongelea ni sukari ambayo ni glucose. Tunasema ni simple form ambayo chakula kinakuwa converted. Kwa hiyo unakuta sukari inazidi, kongosho inaweza ikapelekea kufeli kwa sababu ya sukari nyingi kuzidi katika damu. Pia tunazungumzia kama magonjwa ya moyo, heart disease, coronary heart disease, kwamba unakuta damu kama nilivyoongelea awali kwamba unakuta hizi simple form za glucose ambazo tunakuwa sisi tunaweza kuzitumia katika mwili, unakuta mwili una matumizi madogo, matumizi mafupi, matumizi machache sana ya energy. Kwa hiyo unakuta hii mafuta haya yanakuwa converted katika hii glucose inakuwa converted, inabadilishwa inaenda katika simple form ya glycerin ambayo ni mafuta. Haya mafuta yanaenda kuwa deposited katika organi mbalimbali katika mwili. Kwa unakuta mafuta haya yanaweza kazuia kwenye moyo yakamsababishia mtu akapata magonjwa ya heart disease. Pia tunaweza tukasema kama cancer inatokea na nini? Tunasema haya mafuta yanakuwa yanajideposit, yanaweza yakatengeneza abnormal tissues katika mwili wa binadamu, hasa katika maeneo ya tumbo, katika eneo la maziwa kwa wanawake. Kwa hiyo pia tunaona madhara ya kuwa na mafuta mengi katika mwili ama kuongezeka katika kiongezeka kwa uzito katika mwili wa mtu wa kawaida. Pia inabidi tuangalie sasa sababu zipi zinaweza zikampelekea mtu kupata kitambi. Naam dokta, umeelezea vizuri sana. Je, ni sababu gani zinaweza kumpelekea mtu kupata kitambi na nyama uzembe? Karibu dokta. Sababu ambazo zinapelekea mtu anaweza akapata hilo tatizo kubwa kama nilivyozungumzia awali. Sababu kubwa ni pale ambapo unapokosekana ulinganifu wa nguvu, yani calories, kati ya kitu kinachotumika na kitu kinachopokelewa. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu direct anapata. Pia ni kutokufanya mazoezi. Tunazungumzia swala la mazoezi. Mazoezi ni njia mojawapo ambayo tunasema ina burn zina burn zile mafuta, zina burn zile glycerin, zile calories katika mwili ili zitoke katika njia ya majasho, iwe kama waste product. Maana wewe umekuwa umeruhusu mafuta mengi kujideposit katika tishu zako, kujideposit katika mwili wako. Kwa hiyo njia pekee nyepesi ya kufanya mtu aweze kuondokana na ile tatizo ni nini? Ni kufanya mazoezi. Kwa unakuta mazoezi pia ni sababu kubwa ambayo inaweza kampelekea mtu akapata ongezeko la mwili kupita kiasi. Pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea mtu kuongezeka kwa mwili, kuongezeka na kupata kitambi ni mfumo mzima wa vyakula. Unakuta mtu anatumia junk food. Nadhani ninavyosema junk food, Profesa Kashaga, unanielewa? Hapo umenitupa, maana sisi ni darasa la pili. Vyakula vyenye sukari kama vile keki hizi, watu wanakula junk food, wanaita junk food. Kwa hiyo pia tunazungumzia pia mfumo mzima wa chakula unamuaffect vipi mtu katika kumuongezea uzito. Unagundua kama kuna vyakula vya carbohydrates ninavyoongelea carbohydrate, Profesa Kashaga, nazungumzia vyakula kama mihogo, nazungumzia kama wali, nazungumzia kama. Lakini dokta, mbona hivi vyakula unavyohitaji ndio vinatumika sana kijijini? Na kijijini watu hawapati vitambi. Inakuaje maneno yako dokta? Ndio tunazungumzia consumption. Key point tunazungumzia consumption. Unakula vipi? Unakulaje na unatumiaje ile nishati ambayo unaingiza kwenye mwili wako? Unakuta kuna mtu kazi yake ni kubonyeza tu laptop, kata, lakini anakula chakula labda tuseme ugali kilo 1. Mtu kama huyo hayupo dokta? Wapo. Yaani anafanya kazi ya laptop kula kilo 1. Mbona kama mfano uko mbali na uwasilia huko. Tunazungumzia hulka ya kula. Mtu yani hii hamu ya kula kitu fulani ambacho kinaweza kikapelekea, yani kula, mshipa wa kula. Kuna watu wana power za kula kama ulivyonipa mfano awali. Kuna mtu anaweza kamaliza kidogo cha chakula. Hakika watu wana msuli. Kuna watu wana misuli ya kula. Sasa ikitokea una huo msuli wa kula chakula, alafu ikapelekea uwezo wako wa kazi ambazo unazifanya ni kazi ndogo ambazo zinakuwa ziko chini ya ile limiti ya consumption ya mwili wako, kwa hiyo inapelekea moja kwa moja unapata. Pia kwenye ulaji wa nyama tunasema red meat.
Red meat ni mbaya sana katika terms zozote, iwe mchemsho, iwe ya kukaanga, iwe ya kuchoma, yani hii inapelekea zile direct mafuta kutoka katika wanyama, ni mafuta ambayo yanakuwa magumu sana kuwa kumeng'enywa katika mwili wa kuyayuka tunasema. Kwa hiyo unakuta mafuta ambayo yanapatikana katika red meat ni mafuta ambayo yanaweza kapelekea pia vile mtu kufanyaje kupata overweighting au kuongezeka kwa mwili ama kuongezeka kwa kitambi. Pia tunazungumzia mafuta ya kupikia, chakula preparation, unaandaa vipi chakula chako. Au unagundua kwamba wamama wengi pia wanatumia mafuta bado ambayo yanatokana pia na wale wanyama, tofauti na mafuta ambayo yanatoka vegetable oils. Tunaweza tukasema kwamba hii mafuta ya kutumia mimea hii. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu mfumo wake mzima ambao anadumu nao katika maisha ya kawaida unakuwa unamuaffect ya sasa kwa chakula. Kwa sababu sasa hivi wanawake hawa wa mjini tunasema unakuta wanakula sana chipsi mayai, asubuhi kaamka ajala kitu au kala vikeki viwili, anakula junk food, anakula keki labda na soda sayona, mchana labda tuseme anakutana tena na chipsi mayai labda na vishikaki viwili, jioni kalala anajifanya huwezi kumwambia lolote, huwezi kumshauri mtu anaona chipsi ni kama kitu fulani ambacho ni kitu kukila kinakupa wadhifa. Ama wadada wa kisasa unakuta wanakula sana hizi pizza, hizi vyakula fulani ambavyo vina consumption kubwa ya mafuta. Lakini pia mimi napenda kusema ni vyakula visivyokuwa na uhai. Vyakula visivyokuwa na uhai tunamaanisha nani organic foods ambazo ndo zinakuwa pia zinapelekea mtu. Pia kuna sababu kubwa ambayo moja, huwezi mlaumu mtu kwamba kwa nini umenenepa, kwa nini umepata kitambi, ama kwa nini umeongezeka mwili. Unakuta kuna baadhi ya watu wenyewe tunawafahamu, kuna watu tunakuwa nao wanakuwa wana vinasaba, baba bonge, mama bonge, mtoto akitoka mwembamba hapo kidogo kuna mushkil. Kwa mtoto akichukua zile genetic material kutoka kwa mzazi fulani na mzazi fulani, wanakeria wanene kupitiliza, wana overweight. Kwa unakuta yule mtoto naye automatically anakuwa anapata mwili mkubwa ama anaweza kupata kitambi. Kwa hiyo nimeongelea kwa uchache profesa sababu ambazo zinaweza zikampelekea mtu akaweza kupata hilo tatizo la kuongezeka kwa mwili. Kwako profesa. Kwa hiyo ili mradi kuweza kwenda kuhitimisha mazungumzo haya, ipo tiba ya asili, ni virutubisho na ni lishe vyenye uwezo kuondoa kitambi, kuondoa nyama uzembe, kupunguza uzito na kufinya mwili, kuwa na skin tone, kuwa na mwili fulani ambao umeshikana, sio mwili tipo. Lakini sio kila mtu atakuwa na uwezo wa kuweza kununua kulingana na hali yake, na watu wapo wanapenda waweze kujihudumia wao. Na kama mwanzo tuvijiblandi, sisi ni watu wa tiba asili na tiba lishe. Kwa hiyo inatakikana tuwafundishe njia gani wanaweza wakaitumia katika kuondoa vitambi, kuondoa nyama uzembe, kupunguza uzito na kufinya miili yao waweze kuwa na shepu nzuri na shepu kabambe. Wale wanaume wapate muonekano mzuri, warudi kuwa na six packs, na wale wanawake wapate kuwa na kiuno cha nyigu nyamba nzuri. Sasa naomba nikuachie ngwe hii tena uweze kuunguruma kwa muda tena, ukiwaelimisha ni jinsi gani wafanye kwa wale watu wasiokuwa na pesa, huko akiwa nyumbani kwao wajihudumie kwa njia gani waweze kuondoa kitambi kiishe, nyama uzembe zitoke na miili yao waijifinye. Mwishoni tuje tumalizie kwa wale watu walikuwa na hela pia na wenyewe wafanye nini. Hebu ni kwanza wasaidie ndugu zetu wazalendo. Hebu wasaidie wazalendo bwana. Sasa kama wewe ni mzalendo, Mtanzania mwenzangu ambaye unasema kwamba kila siku hela sina, ila hivi kujali afya yako unashindwa, kwa hiyo inabidi tukupe njia ambazo nyepesi au tunasema njia rahisi ambazo zinaweza zikakusaidia wewe katika kufanya nini? Kupunguza huo uzito wako ama katika kupunguza kitambi chako. Moja ya njia kubwa ambayo unaweza ukaitumia ikakusaidia sana ni kubalance diet.
kuangalia namna ya ulaji wako wa vyakula vya kila siku. Tufanye, umeshafanya makosa Profesa Kashaga. Ulikuwa unatumia sana chips mayai, ulikuwa unakula sana consumption ya vyakula vingi vyenye mafuta, ulikuwa unakula chakula kwa kiwango kingi hasa wakati wa usiku, unakula sana, unashindilia, unaingia kulala muda huu ambapo oksijeni inatakiwa iende kwenye ubongo relax, ubongo utulie, organi, damu inatoka katika organi mbalimbali, zinatoka huko sehemu mbalimbali za mwili zinaenda kwenye ubongo muda huo. Kwa hiyo ina maana digestion system muda huo inakuwa pua, inakuwa haipo vizuri. Kwa hiyo unashindilia mavyakula mengi ya carbohydrate sasa wakati wa usiku, alafu unaenda kulala muda ambao mmeng'enyo wa chakula unakuwa hauwezi kufanyika kivizuri ama kiufasaha, kwa sababu movement ya damu inahamia kwenye ubongo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kitakachoweza kukusaidia kabisa ni mfumo wako wa maisha ya chakula. Kwa hiyo inabidi ubadilishe mfumo wa chakula, balance diet, kula matunda kwa wingi, inabidi ule chakula cha carbohydrate kwa kiwango kidogo, kula mboga za majani, inabidi ule vitu ambavyo vinaweza vikasaidia ama vikakupelekea wewe ukapata afya nzuri, lakini pia ikakupunguzia wewe side effects, ama inaweza kukupunguzia uwezekano mkubwa wa kupata tena hiyo overweight. Kwa hiyo njia ya pili, wewe ndugu yangu ambaye unalalamika kama kawaida, hela sina, maisha magumu, nafikiri hizi njia ambazo tunakupatia zitakuwa njia nyepesi kwako. Njia ya pili ni njia ya kufanya mazoezi, Profesa Kashaga. Njia ya pili, mazoezi. Wanafanya nini mazoezi haya? Mazoezi haya ni mazoezi ya hapa na pale, mazoezi yapo mengi. Pia kama unahitaji kuona kwa vitendo mazoezi haya, unaweza ukasaidiwa mazoezi gani ya kufanya. Unaweza ukazunguka yaani nyumba yako unayoishi, au unaweza ukatembea safari ndefu au safari kama kipande kidogo. Unaweza ukatoka sehemu fulani A kwenda sehemu B, kilomita 3, kilomita 2 kila jioni ukatembea, ama ukapata muda wa kuruka kamba, ukapata muda wa kufanya yoga, ukapata muda wa kufanya zile home workout ndogo ukalift up vitu kidogo, labda ndoo yenye maji ukalift up ukafanya hivi. Kwa kuna mazoezi mengi ambayo yanaweza kushughulisha mwili wako, yakapelekea mwili wako ukawa katika fomu nzuri zaidi. Nafikiri hizo njia mbili. Kwa hiyo kitabu kinaondoka kwa njia hizo, daktari, inakuwa maana kitabu kinakuwa gani sugu mara nyingi. Kwa kawaida mwili unavyofanya mazoezi unaushughulisha mwili mzima. Kwa hiyo unavyoshughulisha mwili mzima, hivyo ndio njia pekee ambayo inaweza kukupelekea wewe kupunguza mafuta, overweight, ambayo ni procedures ndogo ambazo zinaweza zikapelekea mtu asipate worsen, hali ambayo alikuwa na wewe isije kapelekea mtu anaweza kapata hata magonjwa kama tulikuwa tunazungumzia mwanzo. Kwa hiyo akifanya hizi procedure, akanywa labda maji ya moto asubuhi, akapata glasi yake moja maji ya vuguvugu, tuseme ya moto, mtu akajua labda maji ya moto sana, akapata glasi yake ya vuguvugu akanywa asubuhi, akanywa na jioni, akanywa baada ya kutoka mazoezini, akanywa baada ya kwenda mazoezini. Kwa hiyo inakuja inafanya mtu anakuwa anapungua tumbo. Nafikiri hizo ndio njia ambazo zinaweza zikasaidia mtu kiurahisi kutoa. Ukitoa na njia ya matibabu kama surgery ambayo pia itahitaji fedha. Kuna watu wanafanya surgery kwa wenzetu ambao wamejaliwa kupata fedha, wana hela, sasa nchi zetu za wenzetu kwa ghaibuni, au wenzetu wanafanya sasa hivi. Ni njia mojawapo hiyo ya kuchukua kitu kama hicho. Kwa pia njia nyingine zipo, lakini za hela, kununua belt kufanya. Lakini kuna njia za dawa, tiba asilia, tiba lishe, ambayo inaweza ikaondoa hicho kitambi chako, ikakupunguza huo mwili ambao ulikuwa nao unakuchosha, unashindwa kufanya movement za hapa na pale, katika matumizi ya hiyo dawa ambayo ni dawa ambayo itakusaidia. Hapa naomba nimpishe Profesa Kashaga, anaweza kuelezea zaidi. Naam Profesa. Nafikiri tutakwenda kwa kuhitimisha na kwa kumalizia nguo yetu ya mwisho kuhusiana kwa ndugu zetu wenye vitambi, wenye matumbo makubwa, wenye mili mikubwa, wenye uzito kupita kiasi. Kwa hiyo nitakazia pointi zako zile za mbili za mwisho kabla kuhamia kwenye kufunga mjadala wetu. Kwa hiyo watu hapo wanatumia njia mbadala ambazo wanahitaji kupunguza huo uzito wao, vitambi vyao. Unamkuta mtu anakunywa siki, mtu anakunywa apple cider vinegar. Just imagine my friend. Mtu anakunywa juisi ya ndimu, very conservative.
Na kwa kuongezea hapo, Profesa Kashaga anaongeza asidi, kwamba unaona tumbo letu lina hydrochloric acid, alafu tena unakunywa juisi ya ndimu ambayo ina citric acid, unaenda kuongeza concentration ya acid tumboni. Kwa hiyo unaweza kupelekea probability ya kufanya zile layer za tumbo zikalika, na pia kwa hiyo unajikuta watu wengi katika zoezi la kupunguza vitambi wamepata vidonda vya tumbo. Na kama sio vidonda vya tumbo, wanakuja kupata maumivu ya magoti, kwa sababu asidi ikizidi inakuwa inakimbilia kwenye nini? Kwenye joints. Ndio maana mtu anapofanya mazoezi, anapokimbia, inaitwa canalization, ile process ya kuichange, na anapata maumivu makali. Kwa hiyo hizi njia jamani za kusikia tu mkaona mtu YouTube akaingia akajifanyia, ni kweli zinafanya kazi, lakini zina utaratibu maalum. Labda hilo zoezi unalifanya kwa wiki mara moja, kwa wiki mara mbili, sio kila kukicha. Kwa unajikuta baada ya tatizo unazaa tatizo. Kwa jamani, mnapaswa kuwa makini. Lakini sasa leo furaha iliyokuepo, tutaelekeza vitu viwili kwa mwanaume na mwanamke, na hapo atakuwa na muonekano ule anaotaka yeye kwa muda wa siku 30 au 30 na zaidi. Lakini siku 30 utakuwa mwenye kufurahi na kucheka. Jino la mwisho lina uwezekano mkubwa likawa lenye kuonekana kutokana na jinsi utavyokuwa unaonekana. Kuna aina ya kirutubisho chenye taswira ya neno lishe, kinaitwa Clean Master. Clean Master kiukweli haije kumwacha salama mtu. Mimi Clean Master kuna muda nasema ni spice, na nikisema spice nitasema ni lishe. Ni viungo. Kutokana imetokana na Clean Master, imetokana na baadhi ya spice kama tangawizi imo ndani yake, imetokana kama na mdalasini imo ndani yake, imetokana kama na pilipili manga imo ndani yake, na ina spice ambazo zimetokana kwa kiwango kikubwa ambazo zinasaidia katika kubani sehemu ya mafuta. Unajua sio kila tu kitambi ni mafuta peke yake, kwa sababu carbohydrate ikizidi katika tumbo inatani kuwa lipids, na ikiwa tani katika lipid inakuwa stored by lipids katika kitambi. Kwa hiyo unashangaa mtu hali nyama, sio nifahamu mpaka hali nyama, hali supu, hali chips, lakini ana kitambi. Hiyo inakuwa ni carbohydrate ambayo imezidi kiwango chake. Ndio. Kuzidi kwa kirutubishi cha aina fulani katika mwili. Kwa hiyo inahifadhiwa kama lipids. Hapo kwa kuongezea Profesa, ni kwamba glucose inapozidi kwenye damu, inabidi damu iwe na pH. Isizidi sukari, isipungue sana. Sababu ikizidi sukari damu inaweza ikaganda. Kwa kimbilio linatokea wapi? Mwili unajiongeza, una convert. Ndio maana mgonjwa wa kisukari anatumia JEMA2. Kazi ya JEMA2 sio kubalance kisukari peke yake, na kusaidia damu isijande kutokana na sukari iliyoingia ndani ya nini? Ndani ya damu. Sasa tunapozungumzia unapokuwa na Clean Master. Clean Master inafanya kazi ifuatavyo. Kwa mwenye kuipata Clean Master basi kapata kitu ndani ya vitu. Vitu vilikuwa vingi vina thamani, ila ukipata kitu ndani ya vitu basi umepata kitu. Kazi namba moja inayofanywa na Clean Master ni kuondoa mafuta yote yaliyokuwepo mwilini, yaliyokuwa mafuta ya ziada. Kwa tunaitakidi kitambi atakuwa ni mafuta. Kwa Clean Master inafyeka. Kwa Clean Master inafyeka mafuta yote ambayo yamehifadhiwa chini ya ngozi. Tutumie neno jepesi hadi watu waweze kupata faraja. Inaondoa mafuta machafu. Maana mtu mmoja anapenda kusikia hivyo. Inaondoa mafuta gani? Mafuta machafu. Hiyo namba moja. Namba mbili, inaondoa minyama uzembe. Maana kuna nyama na minyama uzembe. Hizo ni nyama ambazo zimezidi, zimepitiliza. Inaondoa yote. Unakuwa uko vizuri. Namba tatu, inapunguza uzito uliopitiliza kwenye body mass index. BMI ina maana mtu inabidi awe na uzito fulani na urefu fulani unaoendana sawa. Piga uzito uliopungua. Kwa mfano mimi na takwimu na mtu ambaye nilifanyia serious business, nikamsimamia vizuri, nilifanikiwa kumkata kilo 10. Yaani toka kilo 92 mpaka 82. Aliniambia atanipa zawadi, lakini mpaka leo alipotea. Na namba 3 hiyo. Nakuja namba 4, inasaidia kuboresha mzunguko wa damu.
Hebu gusa kidogo na mzunguko wa damu. Hapo kwenye kuboresha mzunguko wa damu tumeongelea kwamba hizi fats zinaenda kujideposit ama zinaenda kujihifadhi katika sehemu mbalimbali za mwili ambazo mojawapo pia na kwenye mishipa. Kwa hiyo inaweza ikapelekea mshipa ikabana ikawa inapelekea high blood pressure kuongezeka. Kwa hiyo ina maana mafuta yale yakitolewa na Clean Master, ina maana itapelekea mzunguko wa damu ambao uko perfectly. Utakuwa una pulse rate zilizokuwa zipo sawa, utakuwa na blood pressure ambayo iko sawa, vile vile utakuwa na respiratory rate ambazo zipo sawa sawa. Kwako profesa. Inasaidia kuzuia sukari isifyonzwe mwilini. Una maelezo yote, hebu toa maelezo. Sukari isifyonzwe mwilini kwa sababu gani? Kwa sababu pale ambapo tumeongelea kuhusiana na swala la consumption. Ndio maana yake tumeongelea consumption. Kwa hiyo ina maana kila kitu kitakuwa kipo in process kwa sababu ya utakuwa umepata kupunguza yale mafuta ambayo ni excessive. Kwa hiyo kama umepunguza vile vitu ambavyo excessive, ina maana unatoa room kwa zile normal carbohydrates za mwili ziweze kufanya kazi kama kawaida. Inaongeza uwezo wa mwili kuchoma mafuta vizuri. Hiyo ni namba 6. Inaongeza uwezo wa mwili kuchoma mafuta vizuri kwa sababu ile mwili unakuwa mwili katika hali ya usawazo, unaweza kufanya kazi yake kwa ufanisi. Sio, unanifahamu hapo? Sahihi kabisa, mwili unakuwa au overwork. Na inasaidia mafuta yasifyonzwe mwilini. Kwa hiyo ni namba 7, inasaidia mafuta yasifyonzwe mwilini. Na inaondosha ile hamu ya mtu kupenda vitu vitamu, na vitu vitamu hivyo ndio upelekea mtu kufanyaje? Kuongeza mafuta ama kuongeza carbohydrate katika mwili, kwa sababu vitu vitamu tumeongelea junk foods. Hamna mtu ambaye anaweza akachukia keki kirahisi ama anachukia hizi cold drinks kirahisi. Yes. Kwa hiyo ukitumia Clean Master itakusababisha wewe pia ushindwe kuwa na hamu ama ushawishi mkubwa wa kula vile vitu ambavyo vinaweza vikakupelekea, maana inakupa njaa, kunakuwa nakula vyakula vya maana. Kula vyakula unashiba au vyakula vya hamu. Inasaidia kuzuia chakula cha wanga kisifyonzwe mwilini. Yanafahamu mpaka hapo? Yaani kisibadilishwe. Kubadilishwa, jua tunasema chakula cha wanga kinabadilishwa kwa nini? Kuwa lipid. Kwa hiyo inasaidia hilo jambo. Nafikiri hapo nimeeleweka. Nimeeleweka kabisa mtu. Na inasaidia kuyeyusha mafuta yaliyoko mwilini. Yale mafuta yenyewe tunazungumzia hapo ndio yale mafuta yenye kwenye kitambi yale kilichomwagika. Ndio. Nafikiri hapo nimeeleweka vizuri. Kama hebu toa kidogo, tia mkazo kwenye mafuta, maana kuna mafuta bado watu wanachanganyikiwa kidogo. Mafuta hebu tia kidogo, gusa kidogo. Kwenye upande wa mafuta tumeongelea kwamba kitambi chenyewe asili yake ni mafuta. Tumesema kitambi chenyewe tunaweza tukakiita ni kifuta ama ni mafuta kwa sababu ya zile ambazo zinakuwa deposited katika below the skin, katika layer ya mafuta katika ngozi. Kwa hiyo ina maana ukiwa unatumia Clean Master itakusababisha wewe uweze kwenda kubana zile mafuta yote ambayo yamekuwa yamehifadhiwa chini ya ngozi na kwenye organi mbalimbali kama tulivyosema. Mafuta haya ambayo mtu unayala hayaendi tu kukaa kwenye kitambi, bali pia yanaongezeka, yanazunguka katika organi muhimu katika mwili. Kwa hiyo ina maana ufanisi wako wa kazi unakuwa uko slow uko nini, lakini Clean Master imeonekana kuondoa hilo tatizo kwa 100%. Inasaidia kuondoa sumu zote zilizopo tumboni zinatokana na vyakula visivyokuwa na uhai, vyakula, kemikali za vyakula. Yaani inasafisha tumbo lote linabakia kuwa empty. Sio, nifahamu mpaka hapo? Tupo pamoja. Na inasaidia kusafisha tumbo vizuri, na hiyo hali uondoa hali ya kuvimbewa, kwa maana kuspecially maana wengi wanavimbewa. Kwa hiyo hali inafanyaje? Inaondoka vizuri. Na inasaidia kuboresha mzunguko wa maji kuwa vizuri kabisa. Mzunguko wa maji unaenda vizuri, lymphatic system. Na inasaidia kuondoa vile vijipu vidogo halala kutokana na mchafuko wa damu. Mtu anapata vipelepele vinamwisha, mara chunusi. Hebu toa fafanuzi kidogo. Mafuta, tunaongelea mafuta yanavyojideposit. Mwili unatafuta ways za kuweza kutoa zile excessive. Kwa hiyo mojawapo inaweza katengeneza vipele kwenye ngozi, kwa sababu nilikwambia mafuta yanakuwa na deposit under the skin, kwenye layer ya ngozi.
Kwa hiyo unakuta ngozi pia inajiongeza katika kufanya ile process ya excretion, inajaribu kutoa vile vitu na inashindikana. Kwa hiyo njia nyepesi ya kutoa inakuwa ndio hivyo, unakuta mwili unatengeneza vijipu vingi ambavyo vinakuwa vina excrete ule uchafu. Kwa hiyo Clean Master inaondoa kabisa hiyo possibility ama uwezekano wa wewe kupata vijipu. Kwa hiyo inasaidia pia kwenye watu wenye matatizo ya mawe, lakini tuseme kama ni precaution ya kuweza kuzuia mtu asipatwe na ugonjwa wa mawe katika figo, na inasaidia kuboresha kuwa na ngozi nzuri na softi sana, kwa sababu hizo sumu zinakuwa zishaondoka, na inasaidia kuondoa gesi chafu iliyokuwepo tumboni. Kwa hivyo vitu vyote kishavifanya, kama ulikuwa bonge tena unakuwa sio bonge, kama ulikuwa unanyemenya uzembe unakuwa tena unanyemenya uzembe, kama ulikuwa na kitambi utakuwa hauna kitambi, na inasaidia kuondoa dalili zote zile za awali ambazo ulikuwa ushaanza kufikwa nazo ili uweze kupata magonjwa. Kama ulikuwa dalili za pressure za awali inaondoa, dalili za bawasiri za awali inaondoa. Kwa mtu huyo mpaka hapo atakuwa amefurahia sana juu ya mabadiliko ya mwili wake, maana atakuwa anajisikia mwepesi. Sasa hapo lile tumbo, yale mafuta shaondolewa, ile bado ule mfuko unatapatapa ule wa tumbo. Kwa hapo tunakushauri mtu kama wewe ni mwanaume upate kuna mkanda maalum wa 6 packs. Tunaita abdominal binders ama belts. Huo unakuza 1,500. Unakuwa unauvaa ule pale kwa ajili ya kurudisha zile sehemu zilizotanuka. Maana imebakia hole liko wazi. Unarudisha sehemu zilizotanuka na kuweka mazingira kama ya 6 pack. Kwa unakuwa na muonekano ambao wa kiblazameni. Hata kama ukiwa mtu mzima. Na kama mwanamke utumie waist trainer. Ni mkanda ambao utafinya lile tumbo na utachonga kiuno chako. Utakuwa na kiuno cha nyigu. Kwa ukiwa na slice mbili, ukiwa na mkanda na Clean Master, huo muonekano wako unaitwa fimbo. Unafahamu, lakini itakuja je, Clean Master inatumiwaje? Jamani, Clean Master haitumiwi kwa jaziba, inatumiwa kutwa mara moja kwa siku. Na inatumiwa wakati gani? Inatumiwa wakati ule mtu anapokuwa ametoka kazini tu, au inatumiwa wakati ule mtu anapokwenda kulala, au inatumiwa wakati ule mtu anapokwenda kazini. Na anatumia vipi Clean Master? Anachukua kijiko kimoja cha spice au lishe ya Clean Master. Anatia kwenye kisufuria chake kizuri. Baada ya pale anachukua maji robo lita, anatia kwenye sufuria, anaichemsha. Kinachemka vizuri. Kama asali anayo vijiko 4, anakoroga pale, anatia kwenye glasi yake ikiwa ya moto, anakunywa. Huko ikiwa safi na samburani, anaipata pale Clean Master yake. Kwa hiyo inakuwa ni ujazo tu wa robo lita katika kunywa. Lakini kijiko kimoja cha Clean Master, unachota kijiko cha Clean Master kimoja, unatia kwenye sufuria, unatia maji robo lita na kiasi chake kidogo kwa ajili ya kuchemka, inachemka vizuri kama chai. Baada ya pale unaipua, unatia kwenye kikombe, ima unaweza kuchuja au usichuje, afu unatia na asali vijiko 4. Unakunywa vizuri taratibu kabisa pale. Na baada ya kunywa, kwa wiki ya kwanza ni angalizo. Kwa wiki ya kwanza unawezekana ukayaalisha yale mafuta na sumu zako, nataka ule uchafu wako wote. Kwa wiki ya kwanza unaweza kufanyaje? Ukatoka wote. Uchafu wote. Unaweza ukaalisha au ukapata choo laini kwa wiki ya kwanza. Lakini kwa wiki ya pili na zinazoendelea, Clean Master inafinya mwili. Inafanya kazi zake ndani, inayusha mafuta, inakaza ngozi, inaondoa zile athari zingine. Lakini wiki ya kwanza kuna uwezekano ukawa mtu mwenye kuharisha au mtu mwenye kutoka na jasho jingi. Kama ikitokea mtu utakuwa mwenye kuharisha na kusafisha tumbo, jitahidi basi kunywa maji mengi, maji ya uvuguvugu, tena maji mengi, ili mradi upige deki tumbo lako kabisa lote, uchafu uondoke, appetite irudi, na uanze kujisikia vizuri, uanze kujisikia mwepesi. Kwa hiyo ndio Clean Master. Jamani, Clean Master imekuwa ikifanya vizuri, na tulikuwa tunaiuza 100,000 ya Kitanzania kwa ajili ya kuwasaidia watu tu, sababu inafanya kazi nyingi sana. Kama mtu ana pressure inamfaa, ana vidonda vya tumbo inamfaa, kama mtu ana kisukari inamfaa, kwa sababu hii ni kama ina boost pia na immunity, kwa sababu ikishafanya mechanism zote inawacha mwili katika hali ya usawa. Kwa kila mwili unafanya kazi kila sehemu yake. Kwa hiyo tunawasaidia watu kwa kipindi hichi cha kumalizia msimu huu wa mwaka kwa shilingi 100,000 tu ya Kitanzania, lakini uko mbele itakuja kupanda, kwa sababu na fly ile kuwepo ukipata kwa pamoja mnaweza mkatumia wawili.
kopo moja la Clean Master unaweza kutumia hata watu wawili, wewe na rafiki yako. Lakini kama kutumia wewe peke yako ni vizuri zaidi, sababu ukitumia inaweza kabaki. Sisi imeeleweka hapo? Imeeleweka. Kwa wanaotaka mkanda wa kina dada wale, tutawasaidia kwa mkanda wa waist trainer wa kuchonga kiuno kwa mkanda kwa shilingi 70,000 tu ya Kitanzania. Na wakila wakaka wakataka kifaa chao kwa ajili ya kuweka 6 parts, watakapata kwa shilingi 1,000 tu na nusu kuweza kupata 6 parts ambazo wanazitaka na kile kitambi kuweza kuwa kimekondoka. Sijui na maongezi ya ziada hapo Dr. Ama ongezi ya ziada ni kwamba ukitumia Clean Master, lakini pia inabidi uhakikishe unabadilisha mfumo wa maisha ambayo ulikopo hatarishi mwanzoni, ili kuepuka hii hali tena isije kafanyaje ikajirejea, kwa sababu inabidi uache chanzo ambacho kilikupelekea wewe ukapata hilo tatizo. Kwa hiyo msisitizo, usije ukafanya kama majaribu, kama kitu fulani ambacho unajua kama hivyo, yani kwamba useme ngoja nifanye hivi, si nishatumia dawa, ngoja niendelee kula, ngoja nifanye hivi. Japokuwa Clean Master haina masharti. Naam. Yani Clean Master kama unataka unapiga Clean Master unaendelea kula na chips uendelea, lakini utapokuwa unaingiza mafuta inakata mafuta. Ikata mafuta utaalisha. Naam. Kama utakuwa na hiyo nguvu ya kushindana na choo, sio kitu kibaya, unaweza kaendelea. Lakini kualisha, jamani, tunasema tena ni kwa wiki ya kwanza tu au siku 3 za mwanzo. Mbele hapo utakuwa ualishi tena, kwa sababu ile mafuta yametoka. Kwa hapo mbele utakuwa wewe unakamua na kufinya mafuta. Sio, unifahamu mpaka hapo? Imeeleweka. Na kwa mtu ambaye anataka hii Clean Master impigie kazi na mpaka ya fly, yani kina kazini watu wamshangae, wamuulize mikuaje, haichanganye na tangawizi. Yaani unachukua tangawizi yenye ukubwa kidole gumba, unaiponda vizuri au unaisaga ile tangawizi, unaitia kwenye sufuria. Alafu unachukua maji kikombe kimoja kikubwa ambapo kama ni robo lita au glasi moja na nusu, unamimina mule. Alafu unaichemsha na chemka vizuri kama chai. Alafu unaipoa, unachuja. Ukishachuja unatia kwenye kikombe au kwenye glasi. Alafu unachukua asali vijiko 4, unakoroga ule mchanganyo wako. Alafu unakunywa. Kwa sababu tangawizi ina speed up rate of reaction ya nini? Ya digestion system. Ndugu yangu, kwanza mabadiliko ya ngozi yatavyokuwa, kwanza kile kitambi kitavyoondoka, utavyokuwa soft, utavyokuwa mwepesi. Naomba niishi hapo kwa leo. Naam. Kwa maneno machache mafupi yenye kueleka ndio yenye faida zaidi. Naam. Kwa ni mimi Profesa Kashaga nikiwa na ndugu yangu tabibu Msomanga. Shukrani sana.